zamani nilikuwaga sielewi hii sentensi. Watu walikuwa wanasema hivi, watoto wa matajiri mara nyingi wanakuwaga hawana akili. Unashangaa baba anajikoki kumsomesha mtoto shule nzuri. Ndio. Lakini elimu ndo chali. Kwa sababu vyakula unavomlisha mwanao ni vyakula gani? Moja ya investment kubwa mama baba unatakiwa kuifanya kwa mwanao ni mwanao ale vizuri. Na kula vizuri sio mboga saba. Na kula vizuri sio ule kimagharibi chakula kilichojaa madoido ya upishi, vile vimekaangwa vile vimepikwa na hayo mafuta ya kimagharibi. Hapana, kula vizuri ni kurudi enzi na enzi binadamu alikulaje. Ndio. Wewe acha wacheke familia yako ina pesa lakini inaishi kwa vyakula vya kimaskini. Acha wacheke, kwa sababu mtu akikuta unakula kiazi cha kuchemsha na yai moja na maziwa, familia hiyo itaona ni familia ya ajabu. Hebu chukua mfano yai moja na slice 3 za mikate. Ukikuta unakula slice 3 za mikate na chai, utaonekana wewe una ufahari. Utaonekana unakula diet. Yani wewe unakula vizuri, yani wewe maisha yako ni ya kifahari. Lakini ukikuta unakula muhogo wa kuchemsha na chai, muhogo wa kuchemsha na maziwa, unaonekana wewe ni wakale. Umeishiwa. Hauna kitu. Umenielewa? Ni sawa na familia nyingi. Usipokuta soda, juisi zimerundikwa kwenye friji, basi wanaona hii ni familia gani hii? Maana wewe wakikuta maparachichi, matango, maembe, matikiti, anaona juisi iko wapi? Hayo yote ni madoido ya upishi. Ndio. Madoido ya maandalizi ya vyakula vinavyoingia mwilini. Kwa hiyo watoto wanaathiriwa na malezi. Na malezi yanaanzia wapi? Mtoto anaanza kuathirika na vyakula toka akiwa tumboni mwa mama. Kwamba mama asipojitambua, malezi yanaweza kutengeneza kizazi chenye maradhi ya lishe.